Habari tena ya siku nyingi, siku kadhaa sasa. Nimekuja tena hapa tuongee mawili matatu kuhusiana na mambo ya kiroho haya tuliyonayo hapa. Ajenda yetu hapa ni kuhusiana na kukomboana katika mazingira ya kiroho, mazingira ambayo ndio yanaleta mazingira ya uhalisia unaoonekana. Elimu ya kiroho imekuwa na mkanganyiko sana, kiasi kwamba mtu unaweza ukawa hata uelewe kipi uache kipi, kipi ni sahihi, kipi sio sahihi. Lakini mimi na imani wote tuliopo hapa tuna ngozi nyeusi. Haijalishi uko na kusudi gani, kusudi lako halitanizuia kuongea kile ambacho nataka niongee, kwa sababu naongea kwa ajili yako na watoto wako. Naongea kwa ajili yako na watoto wako na kizazi chako chote kutoka wewe. Sisi watu weusi huwa tunapenda sana kufanya biashara, ambacho ni kitu kizuri. Kufanya biashara na kupata fedha, kitu kizuri. Kufanya kazi ambazo zinatulipa vizuri. Lakini niende moja kwa moja kwenye biashara ya madini au hata gesi. Kwa nini vitu malighafi za asili huwa zinang'ang'aniwa sana na watu weupe? Kwa nini? Kila society inasimamia kitu chake na jambo lake katika hii dunia. Hakuna jambo ambalo kwa nini vitu vinang'ang'aniwa? Kwa nini ving'ang'aniwe sana kiasi hicho na watu hawa? Kuna kitu kimoja ambacho sisi watu wa ngozi nyeusi hatukitambui. Huu ulimwengu haujakaa tu, haujiendei tu. Zipo kabineti mbalimbali katika huu ulimwengu. Zipo secret society nyingi sana. Nyingi sana. Kila secret society inasimamia kitu chake na jambo lake katika hii dunia. Hakuna jambo ambalo linajiendea tu. Halipo. Kwa mfano dini. Zamani kabla ya dini, mababu zetu walikuwepo na walikuwa wanaishi. Lakini dini zikaja. Dini zilivyokuja, zimekuja na mambo yake. Zamani kila familia au kila ukoo ulikuwa na maarifa fulani ya ukoo. Unakuta kuna wengine wana maarifa ya kubadilisha maji kuwa rangi nyekundu. Wengine wana maarifa ya dawa za kuindia wanyama. Wengine wana maarifa ya kutengeneza daraja hizi za asili, japo zilikuwa za ovyo, hizi zilikuwa ni daraja ambazo wanatumia maarifa hayo. Kila jamii ilikuwa na maarifa yake. Maarifa hayo, baada ya dini likaja jina la uganga. Kila kitu huwa kinakuwa na pande mbili. Maarifa hayo kama yanakuwa ni mazuri, maana hata yanaweza kuwa ni mabaya. Kama ilivyo bunduki hiyo inaweza ikalinda, bunduki hiyo inaweza ikafanya maafa. Ndio zilivyo nguvu za ulimwengu. Zenyewe hazina utashi, zinategemea ule mtu anayeziongoza. Ukishajua tu formula ya kuamrisha kitu fulani, maamuzi yanabaki ni yako. Aidha uzuru au uponye, uzuru au ulinde. Hiyo jinsi ilivyo. Sasa hizi za kuzuru ndio hizo tunaita ushirikina wa uchawi. Lakini namna ambayo ni njema ndio hiyo tunasema ni uganga. Katika jamii tunazozunguka, ukishasikia neno uganga, hata katoto kadogo
kanaanza kuogopa makorokoro, kiasi kwamba uoga huo hadi katika hiyo field ya uganga wameingia matapeli na wamekuwa wengi, kiasi kwamba hata mtu ambaye anafanya tiba ya uhalisia anakuwa ni ngumu kuaminika. Na vyote hivi jamii yenyewe ndio imeruhusu. Naongea haya sio kusema kwamba mababu walikuwa ni wajinga au labda walikuwaje. Zamani wakengeufu walikuwa ni wachache. Wakengeufu waliokuwepo walikuwa wanajidhihirisha, wanajionyesha, walikuwa hawana janja janja na unafiki wa kujificha ficha kama sasa hivi. Walikuwa wanajulikana na watu walikuwa wanawaepuka. Lakini nguvu nyingi au utawala uliokuwepo mwingi, yani kitu kilichokuwa kimetawala, ni matumizi ya nguvu za ulimwengu katika namna njema. Na uwezi ukawa na nguvu njema au uwezi ukawa na matumizi mema ukawa na roho mbaya. Watu ambao ni weupe walikuja wakawa wamekaribishwa na babu zetu, walikuja na mbinu yao waliokuja nayo. Hawa watu walikuja na mbinu yao waliokuja nayo. Hiyo ukumbuke, mtu kisha kuwa na nishati nzuri zinakuwa, ili ziendelee kuwepo, ziendelee kuwa kubwa, ni lazima uwe mtu mwema mzuri kabisa. Kwa hata ukarimu ni tabia njema. Kumbe wakawa wanakaribisha watu ambao wana nia na dhamira zao. Sasa dhamira hizo hawakuzijua wale mababu zetu, walikuwa wamefanya kwa wema. Ukarimu kwa wema. Kumbe hawa watu waliokuja ni wageni, walikuwa na mambo yao. Katika dunia hii, kila bara, kila mahali panakuwa na mambo ambayo ni kama baraka kwao. Sasa kuna kitu kimoja ambacho watu hawakijui, watu wengi hawakijui, niseme watu hawakijui kama mimi ndo wa kwanza kujua. Kitu kikubwa ambacho watu wengi hawakijui ni kwamba unaweza ukahusiana na ulimwengu wa kiroho kwa kufungulia mambo mengi. Ndo nimepata kutambua hivyo kwa uhakika. Ulimwengu wa kiroho ukisha kufungulia mambo, kwa mfano wewe ni fundi viatu, unahangaika kutengeneza staili mpya ya kiatu. Anaweza akaja kiongozi au mtu kwenye ndoto akakuelekeza kwamba hicho kiatu tengeneza hivi na hivi. Kweli asubuhi ukaamka ukatengeneza hicho kikawa kiatu cha ajabu. Sema hichi kiatu lakini nahitaji gundi sina, nifanyaje? Anaweza kwambia kuchukua mti huu na huu na huu, ufanyaje? Utengeneze gundi kwa namna hii na hii, ukatengeneza gundi ukiwa umelala. Sasa asili zetu zinatofautiana. Kuna baadhi asili zimependelewa, sehemu nyingine asili hazijapendelewa. Kwa mfano, hii maji, tunasema maji ni H2O, hydrogen 2 na oxygen, si ndio? Sasa nataka kukwambia kwamba upo mti katika dunia hii ambao wenyewe ni hydrogen, yani wenyewe ni tabia za hydrogen, upo huo mti, lakini sehemu zingine hakuna huo mti. Kwa hiyo viongozi wao wa kiroho, kutokana na wao wanawaonyesha kitu gani? Wanawaonyesha kwa sababu nao walikuwa wanafanya ibada hizo za kiroho. Wanawaambieni kwamba huku maeneo haya huwezi ukapata hydrogen, mti wa hydrogen katika maeneo uliyopo, ila unaweza ukaitenganisha hydrogen kutoka kwenye maji. Kwa mababu zao wakawafundisha jinsi ya kutenganisha hydrogen kutoka kwenye maji na kupata hydrogen na tabia zake na kufanyia matumizi mengine. Hayo ndio maendeleo ya sayansi. Kwa hiyo
Walichukua formula wakajifunza formula za kuoperate na ulimwengu wa kiroho. Sasa ulimwengu wa kiroho ukishakuwa na formula nazo, zitakuonyesha kutokana na wewe utaweza kupata connection ya kuongea na mababu zako wa tangu zamani. Hujaanza wewe, umeanza tangu vizazi vingi vilivyoisha huko. Wakapata kukuelekeza kile ambacho ni shauku yako. Kumbuka, akaona kama mazingira waliopo hawana namna ya miti hiyo ya hydrogen. Kumbuka mchakato wa kuzalisha hydrogen sio kitu kidogo. Chukue makompresa, teknolojia hivi na vile. Kumbe ukipata mti inakuwa ni rahisi, unatengeneza hydrogen yako kwa urahisi, unaendelea na matumizi. Hapa nimeongea ni katika hydrogen. Lakini tuje katika madini. Madini ni kitu cha ajabu kidogo. Kama umewahi kukaa na wachimba madini, wanaweza kuwa walikusimulia kuhusiana na mchakato mgumu wa kupata madini. Sio kitu ambacho unaweza kukipata bila kufanya namna za kienyeji. Ni kitu kigumu kupata bila kufanya namna za kienyeji. Kumbe madini ni kitu gani katika ulimwengu wa kiroho? Madini, huwa napenda kusema kwamba hata msituni kuna miti mikubwa na miti midogo. Kuna vitu vinaitwa vigezo. Kwa tunaangalia movie, ukaiba mhuri wa mfalme, ukaandika barua, ukagonga ule mhuri wa mfalme, ukaenda kuwaonyesha watu kwamba mfalme ameagiza hivi. Wanatii, sio kwa sababu wanakutii wewe, wanatii mamlaka ya mfalme. Kumbe madini ni mamlaka fulani ambayo ni kubwa. Mamlaka hiyo inatiiwa na mamlaka nyingi za kiroho, kiasi kwamba ukiwa nayo karibu nayo unaweza ukaamrisha mamlaka nyingi za kiroho zikakutendea kwa sababu tu una madini. Ndio maana madini sio tu dhahabu, sio tu nini, huwa yanatumika hata kwenye kutengeneza electronics kwa ajili ya kuvutia nishati zingine. Kumbuka hata roho ni nishati, kuvutia nishati nyingine. Naongea mambo yote haya ili kusudi kwamba hapa tuko watu 77, angalau mtu mmoja aweze kuongezeka kule darasani ili tuweze kujifunza haya mambo kiundani. Watu huwa tunapenda kusema hatupendi shida. Tunasema kwamba sisi hatupendi shida, lakini hatuchukui hatua yoyote katika kutokupenda shida. Hatuchukui hatua yoyote. Sisi ni Waafrika weusi, asili yetu ni kubwa. Huko darasani tunaweza tukafahamu asili yetu. Tunaenda mbali hadi tunaenda kugundua kwamba kwamba huu ulimwengu una mambo mengi, lakini hii dunia yetu tulionayo watu wakaamua kuifananisha na yai. Yai ukilipika likiganda, ukalibomoa pale juu kuna kauwazi. Hata hivyo kule South Pole ya dunia, baada ya bara la Antarctica, kuna mambo ya ajabu ambayo watu hawajui. Kupo hivyo kumebonyea kama yai. Kwa nini watu wakaamua kufananisha dunia na yai, kwamba dunia is not a perfect duara, dunia ni oval like an egg? Kwa nini? Kwa nini vitabu vya dini vikaandika kwamba ufalme wa Mungu umewazunguke? Ukitaka kuelewa ufalme wa Mungu, tazameni mazingira yanayowazunguka, unaweza kuelewa ufalme wa Mungu. Angalia jinsi ndege wanapotengeneza viota. Ndege wanakula bila kulima. Angalia jinsi mbegu inavyomaliza siku zile hadi kuja kuchomoza. Angalia jinsi kiumbe kinavyotunga mimba katika tumbo la mwanamke. Angalia jinsi ambavyo ukikaa muda mrefu bila kushiriki habari ya mahusiano, jinsi ambavyo
utapata ndoto ambazo hazieleweki. Why? Kwa nini? Kwa nini watu wakaenda mbali wakasema kuna upadili? Na kwa nini mabuda wakaenda mbali wakasema kwamba sio jambo jema kukaa na mwanamke? Kwa nini watu wa zamani hawakuwa wanalala na wake zao? Wanaweza kalala na chumba kimoja lakini kukaa vitanda viwili. Kwa nini? Ni mambo ambayo unatakiwa kuyafungua na kuyaelewa. Kwa nini sehemu ya mlima ambayo wanafanyia matambiko kuna mnara watu huwa wanaenda kuhiji? Kwa nini hiyo sehemu wanaoenda kuhiji kuna ule msalaba wao ule? Ukipita kwenye sehemu ambazo Roman Catholic walipita kwa wingi, wale missionaries, utakuta milimani kuna ile misalaba watu wanaenda kuhiji na kuombea Mungu. Kwa nini maeneo haya huwa watu wanafanyia matambiko pia? Na kwa nini maeneo hayo juu unaweza kukuta juu ya mlima kuna minara ya mawasiliano? Why? Ukajiuliza, bwana, wameacha huu mlima wakaenda kwenye ule mlima. Why? Kumbe unatakiwa kuelewa kwamba what is behind sayansi hii tulionayo tunaita sayansi ya kisasa. Kuna kitu nyuma yake. Amka Mwafrika mwenzangu, tujifunze pamoja, tuelewe pamoja. Najisikia vibaya sana kuwa na mambo haya mwenyewe. Natamani hata nipewe jukwaa kubwa niweze kuzungumza mambo haya kwa kina, niweze kuulizwa maswali, nieleweshe watu vizuri, kwa sababu naweza kuwaelewesha wakanielewa. Naweza kuwaelewesha wakaelewa. Nimeongea mambo mengi sana, lakini nihitimishe kwa kusema kule darasani tupo watu wachache, hapa tupo watu wengi. Karibu sana darasani. Darasa la kwanza unalipia shilingi 30,000. Darasa la pili unalipia shilingi 70,000, yaani 50,000 pamoja na 20,000 ya kitabu. 20,000 ni bei ya ofa katika darasa la level 2. Lakini fedha hizi tunazifanyia nini? Tunatamani mimi na wenzangu ambao tunaratibu swala hili, elimu hii iweze kusambaa kwa watu wengi, ili kwa pamoja tuweze kutengeneza hali ya hewa yenye nguvu ya kufukuza matatizo. Kwa nini tuuze helium? Wenyewe wanaenda kufanyia nini helium? Ipo miungu ambayo inakuabudu wewe ukiwa na helium. Ipo miungu ambayo itakutumikia wewe ukiwa na hiyo helium, kwa sababu helium ni mungu wao. Ipo miungu itakutumikia unapokuwa na hazina ya dhahabu, kwa sababu dhahabu ni mungu wao. Zipo nishati ambazo zinavutia. Nisiseme miungu. Nikisema miungu watu watachanganyikiwa. Zipo nishati ambazo ni dhaifu kwa nishati ya dhahabu. Zipo nishati ambazo ni dhaifu kwa madini ya Tanzanite. Zipo nishati ambazo ni dhaifu kwa madini ya almasi. Sasa nishati zote hizo zinakuwa chini ya nishati ya almasi. Kumbuka wewe ni mtawala, wewe ni mmiliki wa vitu vilivyopo hapa ardhini. Unaweza kumiliki madini. Sisi watu weusi tunapenda kuuza. Mara nyingi tunapenda kuuza, kuuza. Yaani hatujui, hatuwazi. Yaani sisi ni kuuza tu, kwa sababu wameshatuletea pesa, karatasi. Naambia kwamba pesa hizi, karatasi sio jambo la asili. Fedha, thamani ni jambo la asili. Ila sasa makaratasi haya ni asili gani ambayo inasema pale rangi ya Kenya, Kenya iwe na rangi ile, Tanzania iwe na rangi ile, kule iwe na rangi ile. Hata siku moja umewahi kuona haya maji yaliyopo Afrika ni H3 na yale maji yaliyopo Ulaya ni H2? Maji yote ni H2O. Maji yote yana rangi hapo na style hiyo hiyo yalionayo. Maji yote ndio jinsi yalivyo.
ndio jinsi alivyo. Hiyo ndio asili, huwa inafanana mahali popote hivyo hivyo. Nimeongea mambo mengi, la ni kwa upendo sana, kwa upendo mkuu. Tuko hapa United Kingdoms of Africa, tupo United Kingdoms of Africa, United Kingdoms of Africa, mahali ambapo tutapata mambo mengi, tutapata mambo mengi sana, mambo mengi sana, mambo mengi sana 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 sana. Mimi naongea hapa kama mwalimu, lakini nina cabinet kubwa tu, naongea tu mwenyewe kwa sababu mimi ndio naweza kufundisha. Wengine wanakuambia tujue hata jinsi ya kuongea, kupangilia maneno. Hebu ongea kwa niaba yetu. Kwa hiyo ninapoongea hivi sauti hii siongei kutoka kwenye kichwa changu na ufahamu wangu na mdomo wangu. Ni mambo ambayo yako analyzed vizuri. Wapo watu wengine baadhi ni ma-X-man. Unakuta mtu ana uwezo wa kuota jambo linatokea, lakini jamii haiwezi kumuelewa. Ni nani anayeweza kukuelewa? Ni mtu kama mimi na wenzangu. Kitu ambacho hamjui wanasayansi wa Irani ni vijana wa kiroho wenye uwezo kama huo, X-man. Mtu ambaye anaweza kulala akaota tukio. Kuna jinsi wanaifanya, anakuwa anaweza kulala na kuota teknolojia hivi pachanganyikane hivi na hivi. Mtu mwingine anaweza kutengeneza samaki wa bandia akamwekea manyaya kibao, lakini wanasayansi wa Irani wanaweza kutengeneza samaki wa kiteknolojia, wasimwekee nyaya nyingi, wana control nafsi na uzima wa ile samaki, kwa sababu vijana hao ni vijana wa kiroho. So sio mara zote unatumia mantiki, unatakiwa utumie uelewa kutoka anga za mbali. Kwa nini Afrika ya mbali ile pale inakuwa inagombaniwa? Ni siri nyingine. Kwa nini bara la Antarctica hapafikiki? Kwa nini Kongo kuna madini mengi? Kwa nini palipo na minara kuna msalaba wa misionari wa kwenda kuhiji? Why? Kwa nini watu ambao wamezaliwa ukanda wa mlima Kilimanjaro wana ukiroho mwingi, wana mambo ya kiroho yanayowaendesha? Na kwa nini unaweza kusema kuna wachawi wengi? Kwa nini pwani kunakuwa na majini mengi? Kwa nini majini wanapenda maji chumvi, hawapendi maji yenye hayana chumvi chumvi nyingi? Kwa nini majini yanapenda sodium? Kwa nini majini yanapenda tabia za sodium? Kwa nini? Kwa nini pwani, sehemu za pwani kuna mapepo mengi? Karibu darasani, karibu darasani, karibu darasani, na kukaribisha sana darasani. Fedha hizi tunazozitoza hapa sio kwa ajili ya kitu chochote, ni kwa ajili ya bando tu, kwa ajili ya bando na kuchapisha vitabu kama tulivyokuwa tumekwisha kusema. Hapo watu baadhi hapa walitoa michango hiyo, tukafanikiwa kuchapisha vitabu ambavyo umeviona tunatangaza huko. Tukiuza vitabu tena tunatarajia kuchapisha vingine vingi zaidi na tunapunguza bei ili watu wengi waweze kupata zaidi. Tunatamani kuchapisha vingi, vitabu vingi 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 kwa kadiri ambavyo tunaweza kuweza, ili elimu hii itapakae. Sisi ni Waafrika wakuu, sisi ni wakuu. Nikisema wakuu ni wakuu kweli kweli, ni wakuu kweli kweli, kwa maana mimi nafahamu ukuu wetu uko wapi. Sisi ni wakuu kweli kweli, kweli kweli. Asante, niwatakie wakati mwema na siku njema. Nikuhimize uingie darasani, uambie na wenzako. Yaani kama una mtu anapataga ndoto, anakushirikisha namna gani, hawasiliani na hiyo namba. Sisi ni mahala sahihi kwa mtu kama huyo. Na ni mwanasayansi, si hatumwiti mganga, hatumwiti mshirikina. Ni mwanasayansi mmoja mzuri sana. Huyu mtu anaweza kutengeneza nuclear, anaweza kutengeneza simu ambayo haijawahi kutokea hapa ulimwenguni.
ana uwezo wa kufufua marehemu. Sawa, asante. Natakia wakati mwema. Mambo ni mazuri sana. Asante sana. Na ukiachana na kulipia masomo, ipo habari nyingine ambayo ni nzuri pia. Mwingine anaweza akasema labda watu wanafundisha vitu vya aina gani? Ipo dokumenti ambayo inakuelezea wewe ni nani pale ambapo unatuma tarehe ya kuzaliwa. Tunapata kujua kwamba hiyo siku sayari zilikuwa zimejipanga vipi huko angani. Jua lilikuwa katika kundi gani la nyota? Mwezi ulikuwa katika kundi gani la nyota? Sayari fulani ilikuwa katika kundi gani la nyota, na ina maana gani katika maisha yako? Mwezi ukifika, usiku wakati unaendelea kuishi, mwezi ukifika kwenye kundi lako la nyota ilipokuwepo wakati unazaliwa, kitu gani kinakutokea katika maisha? Unatakiwa kupata kujua mambo kama hayo, yani kuhusiana na wewe. Ipo dokumenti ambayo itakufahamisha habari kuhusiana na wewe, kwamba wewe umezaliwa kuwa nani, umezaliwa kufanyaje, udhaifu wako ni upi na baraka yako ni upi, ni vitu gani ambavyo utakuwa viepuke na vitu gani ambavyo utakuwa vifanye kwa moyo. Document nakuandikia, gharama yake ni shilingi 20,000. Unatuma shilingi 20,000 kwenye namba hiyo hapo, ambayo namba za malipo hizo hapo, shilingi 20,000. Alafu tutakupatia hiyo dokumenti. Labda unaweza ukaisoma, inakuwa na peji 5 tu, inakuwa na kurasa 5. Unaweza ukaisoma ukapata kuelewa ni kitu gani tunachokimaanisha tunaposema tutakufundisha kitu gani na gani. Unaweza ukapata picha, kwa sababu mtu mwingine anaweza kama amekuja hapa akawa anaona labda ni vya kwenda tu kama hivyo vinavyoendelea huko, mara sijui jiunge upate hela, utajiri, sijui ufanyaje. Sisi tunadili na the source of life. Tunatakiwa kuishi vipi, yani chanzo cha maisha. Ukisikia jina Ndangisha, mwalimu wako anaitwa Ndangisha Kafumo. Maana ya Ndangisha ni nionyeshe. Kafumo ni chanzo, ni lugha ni jina la kilugha. Ndangisha Kafumo, tunadili na chanzo. Je, pesa ni chanzo? Hapana. Kwa nini manii zile zinazozalisha mtoto zikitokea huku tunasema ni uchafu, ila yale ni mafuta matakatifu ambayo yanatakiwa kufungua fahamu zako. Yale ni mafuta matakatifu yanatakiwa kufungua fahamu zako wewe, ila yakitokea huku yanakuwa ni uchafu. Ila huu uchafu unakuwa sio uchafu wa kusema uchafu, ni uchafu ambao unaweza kuumba kiumbe, ni mbegu. Ni kama vile malighafi ya mwisho kabisa ya mafuta ni lami. Ile ndio unaweza kusema ni uchafu wa mafuta. Je, ule uchafu wa mafuta ni uchafu? Si unatengeneza lami ambazo zinatupa tena usafiri, kwa mimi nifike hapo ulipo kupeleka kule na kule. Ndizo jinsi ilivyo. Kwa hiyo tunatakiwa kufahamu mambo mengi. Tunadili na chanzo. Kwa nini? Why? Kwa nini umpende mtu bila sababu? Kwa nini mtu akupende bila sababu? Kwa nini mtu akuchukie bila sababu? Kwa nini umchukie mtu bila sababu? Kwa nini uwe na tamaa? Kwa nini ukiwa na tamaa vitu fulani vinakutokea? Basi document ile ni ya muhimu sana. Shilingi 20,000 tu, tusaidiane kusambaza hii elimu. Ukitoa hela yako hiyo, sisi hatufanyi starehe ya hela. Kwanza sisi tungeamua kwa matapeli wa kiroho, tungetapeli sana, kwa sababu vipo vitu vingi sana, siri nyingi sana, lakini hatujaamua kufanya hivyo. Tumekuja tukikawaida katika upendo kabisa, tumefanya kwa upendo. Tutawanye hii elimu. Ni kweli tunahitaji kupambana na mfumo wa hela, lakini sasa tuko kwenye mfumo wa hela, hatuwezi kupata chochote bila hela. Kwa lazima tupeze ni kama vile kuvuka mto. Uweze ukavuka mto ukaukatisha hivi, mwisho wa siku mpaka udanganye kama unaenda unakoenda, kumbe unaenda upande wa pili. Hiyo ndio namna nzuri ya kuachana na jambo lolote lile ambalo limekushikilia, limekuweka chini ya ulinzi. Asante.